Kwa nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindilie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 na ngapi jamani? Leo ni tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dar City yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya kimataifa Tanganyika, ukiangalia uwanja vizuri, unauona namna ambavyo wamewekeza. Sasa tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu namna hii, manake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea, kwa sababu taifa litakuwa limekwishaingia katika doa la kutokuwa na amani.